Karibu sana. Asante sana. Big5 Media uko hapa leo katika Gilgil International Marathon kuhakikisha kwamba tunakufikia. Tumeona mmekuja, mmetuletea na cha kusema na sisi ndio kusemea utakufikia wananchi. Karibu sana, ujitambulishe wasikilizaji wa Big5 Media wakufahamu na kuambia kile ambacho mnafanya. Asante sana. Kwa majina naitwa Roda Lugazia, ni afisa wa mawasiliano wa mgodi wa dhahabu wa Geita Gold Mining Limited. Na Geita Gold Mining Limited ni moja ya kampuni kubwa sana ya uchimbaji wa madini ya dhahabu nchini Tanzania, na tunachimba dhahabu, lakini pia slogani yetu kama Geita Gold Mining Limited ni kuhakikisha kwamba uchimbaji wetu unawezesha jamii na kuleta maendeleo kwa wale ambao wapo katika jamii zinazotuzunguka. Kwa hiyo kama sehemu ya kuhakikisha tunafanya kitu kama hicho, Geita Gold Mining Limited ina mpango ambao unaitwa GGML Kili Challenge Against HIV/AIDS. Na GGML Kili Challenge Against HIV/AIDS ni mpango ambao tunashirikiana na shirika la kudhibiti ukimwi Tanzania TACAIDS ili kuweza kudhibiti maambukizi ya ukimwi nchini Tanzania. Ni mpango ambao umeanza mwaka 2002 na umeendelea mpaka hivi sasa, na activity yetu kubwa tunayofanya ni kufanya challenge ya kupanda mlima Kilimanjaro, lakini pia kuzunguka kwa baiskeli. Na hizi fedha ambazo zinapatikana sasa kutoka katika activities kama hizi ndio tunaweza sasa kupata pia sehemu ya kusaidia afua na miradi mbalimbali, hasa kwa watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Kwa nini ujielekeze katika eneo hili la HIV na kaungana na TACAIDS? Kwa nini sio taasisi nyingine ambazo na zenyewe ziko na activities kama hizi? Kwa nini leo tunasema HIV? Asante. So Geita Gold Mining Limited ipo na imezungukwa na wachimbaji wadogo, na mkoa wa Geita kitakwimu ni kati ya mikoa ambayo inaongoza kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi, kutokana na uwepo wa wachimbaji wadogo ambao aidha elimu na uelewa ni mdogo. Kwa hivyo sasa, kama sehemu ya kurudisha kwa wachimbaji wadogo na kwa jamii inayotuzunguka, tuliona kwamba tujaribu kutako hii changamoto ya maambukizi ya ukimwi ambayo kwa sehemu kubwa sana yanachagizwa na uwepo wa migodi midogo midogo na wachimbaji wadogo ambao wanajihusisha katika matendo au katika vitendo ambavyo vinapelekea watu kupata maambukizi ya ukimwi kuwa makubwa. Kwa hiyo tukaona sasa jamii ya Geita lazima inufaike na uwepo wetu, na sehemu mojawapo ni katika kuhakikisha kwamba basi tunafikisha hichi tunachojaribu kukilenga, ili kuweza kuona namna ya kushirikiana na serikali ambao ni TACAIDS, ambao sasa ndio wamepewa jukumu au ni custodians katika kudhibiti ukimwi hapa nchini. Kwa hiyo tumeshirikiana nao na hii partnership inatusaidia sana katika kuweza kudhibiti hayo maambukizi. Kwa hiyo tunaona kama tunaunga juhudi za serikali katika kutatua changamoto hii. Roda, kutoka mmeanza hii kampeni, grafu yenu inashuka kwa mafanikio mnayopata au mnaona mnapanda? Naweza nikasema kwamba grafu yetu inapanda kwa sababu tumeanza mwaka 2002 na sasa hivi ni mwaka 2026. Kwa ni kwa miaka 24 takriban tumeendelea tukufanya hiki kitu. Lengo letu huwa ni kukusanya fedha kiasi cha dola milioni 1 kila mwaka, na tunamshukuru Mungu, inaweza ikatokea sometimes hatujaweza kufika hapo, lakini sio kwamba tuko chini sana, na fedha hizi zimeweza kusaidia karibia maelfu na maelfu ya afua hizi za watu ambao pamoja na konga za watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Kwa Kilimanjaro International Marathon 2026, wakimbiaji zaidi ya 12,900 na kitu, mmekuja kuwaonyesha, mmekuja kuwaambia nini ambacho mmetuletea mwaka huu? Kwanza kabisa naomba niseme kwamba ni mara ya kwanza tumeshiriki Kilimanjaro Marathon 2026 sisi kama GGM Kili Challenge, na imekuwa ni platform kubwa sana ya sisi kuweza kutangaza kile kitu ambacho tunakifanya, na kwa sababu tunajitahidi kukusanya fedha, sio tu lazima mtu awe anapanda mlima au kuzunguka mlima kwa baiskeli, lakini
hata yule mtu ambaye ana contribution ndogo imeweza kukusanywa kwa mfumo wa pledge, na tutaendelea kuwafuatilia na pia kuwapa updates kwamba tunashukuru mchango wako ambao uliufanya mwezi wa 3 katika Kilimanjaro Marathon umeweza kusaidia intervention au afua mbalimbali ambazo matokeo yake ni haya kwa sasa hivi. Lakini vile vile tumeleta huduma ya upimaji wa ukimwi kwa hiari ambao uko pale bandani kwetu, na tumeshapata watu zaidi ya 500 ambao wameweza kufika na kupendelea kujua afya zao, kwa sababu katika malengo 95, lengo 95 la kwanza ni watu waweze kutambua hali zao. Kwa hiyo tumeweza kupima watu zaidi ya 500 mpaka ninavyoongea dakika hii, na wengine wamechukua vifaa na vipimo ambavyo wameenda kujipima wao wenyewe. Kwa hiyo tunaona kwanza kabisa kasumba ile ya zamani imeweza kuondoka na watu wamekuwa more open na more free kuweza kujua kuweza kutaka kujua hali zao, lakini pia kuweza kujua ni namna gani wanaweza wakajikinga. Tulikuwa tunazungumza na wenzangu kwamba ingekuwa ni miaka ya zamani, huenda banda letu lisingepata mtu hata mmoja kutokana na aibu na ile stigma ambayo iko around watu ambao wanataka kujua hali zao za ukimwi. Lakini tunashukuru Mungu, kadri siku zinavyoenda na juhudi ambazo zinawekwa na sekta binafsi pamoja na serikali, watu wamekuwa more open kujua status zao na kuchukua hatua stahiki kuweza kujikinga. Kwa mwaka huu mmepima watu 500. Mmeona ni mafanikio. Tuna mpango mwaka kesho tena kuja 2027 tuna mpango wa kushiriki kila mwaka ambapo Kilimarathon itaendelea kufanyika, lakini huenda pia tuka explore opportunities zingine ambazo zinaweza zikatusaidia kuwafikia watu wengine zaidi na zaidi. Mfano huwa hata Geita tuna maonyesho yetu ya kila mwaka, maonyesho ya madini, na hii huduma huwa inatolewa kwa washiriki wa maonyesho hayo kwa kadri ambavyo inahitajika. Kwa hiyo ni kitu endelevu na tunaona kwamba tutaendelea kushiriki zaidi na zaidi ili tuweze kufikia azma yetu ya kwamba 95% wawe wana uwezo wa kugundua status zao za kiafya na pia waweze sasa kuchukua hatua stahiki ili kuweza kujikinga na maambukizi. Mtazamaji wa B5 Media anataka kufahamu nini kama Geita, nini wito wenu kwa jamii ambayo inazunguka ni HIV, HIV, jamii ya Tanzania kwa ujumla? Wito wetu naweza nikasema kwa jamii sio tu ya Geita inayotuzunguka, kwa sababu HIV is a pandemic. That means it affects a lot of people. It's a wide, yeah, it's a wide kind of disease ambayo watu wengi unakuta wanajikuta either wanafahamu au hawafahamu, lakini we all have to be vigilant and we all have to be alert. Kwa hiyo wito wetu ni kwanza kabisa watu kuwa willing kujua status zao ziko vipi. Tukiondoa mindset ya kwamba maambukizi ni kwa njia tu ya kupractice ngono zembe, na kuna njia tofauti tofauti. Unaweza ukapata sharp objects, unaweza ukachangiwa damu ambayo huenda ilikuwa imeathirika. Kwa hiyo tunatamani watu wajue hali zao, na katika kujua hali zao tunatamani watu waweze pia kuchukua sasa hatua zinazostahili ili kuweza kujikinga, lakini pia kuwakinga na wengine. Kwa hiyo pale inapotokea mtu anafahamu kwamba ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, aweze kupata matibabu na dawa ambazo zinatolewa za kupunguza makali. Lakini mtu ambapo anaona kwamba hajaambukizwa lakini ana tabia fulani, aweze kujua ni namna gani anaweza akajikinga asipate maambukizi. Lakini pia kwa jamii tunachojitahidi sana kuiunga mkono serikali pia ni katika kuhakikisha kwamba stigma au unyanyapaa hasa kwa watu wenye virusi vya ukimwi inapungua kwa 1% kubwa. Uelewa unazidi kuingia, mtu asiseme tu kwamba nikimshika tu Bwana Mustafa mkono na yeye ni muathirika, asione kwamba tayari ameshapata maambukizi. Lakini pia tuelewe kwamba mtu yoyote anaweza akawa ni muathirika na anaweza akaendelea na maisha yake kama kawaida iwapo yeye anajikinga na anawakinga wengine kutoka kupata maambukizi. Ni kipi road ambacho sijakuuliza ulitamani labda useme chochote kile kuhusiana na kile ambacho mnafanya? Ambacho natamani kuwaambia jamii zetu ni kwamba sisi ni sekta binafsi, yani mgodi wa dhahabu wa Geita Gold Mining kupitia GGML Challenge, lakini tunatamani
kila mmoja ajiunge na sisi katika juhudi za serikali za kutokomeza maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo basi, kama kuna taasisi, kama ni mtu binafsi ambaye anawiwa kuchangia katika kozi yetu, basi tunamkaribisha kutembelea, hata kama ni tovuti zetu au hata kama ni mitandao yetu ya kijamii ya GGML Kili Challenge, waweze kuona ni kazi gani tunazifanya na waweze pia kujua ni namna gani wanaweza wakachangia. Na kwa kuwa sisi tuko very open, tunapenda kweli ku acknowledge juhudi ya mtu, haijalishi kama mtu ametoa kikubwa au kidogo, lakini tuna acknowledge na pia tunatoa update au kwamba bwana, tunashukuru kwa mchango wako, umeweza kufanya 1 2 3, lakini mwisho wa siku wote sisi ni Watanzania, so itapendeza kama wote tunaishi katika hali ya kwamba wote tunafahamiana hali zetu na tunachukua juhudi stahiki, aidha kujikinga dhidi ya maambukizi au kuchukua hatua tusiwaambukize wengine. Kushukuru sana na karibu sana wakati mwingine tukihitaji. Naamini mwaka kesho hamtakuwa kama mwaka huu ndivyo. Of course. Changamoto za sasa zinakwenda kufanywa kazi, mtakuja kipengine na kila mwaka mtakuwa tunazidi kuboresha. Yes, kwa mfano changamoto moja ambayo tumeiona na ambao tumetamani kufanya kwa mwaka unaofuata na miaka mingine ijayo ni katika kila hotspot kuwe kuna sehemu za upimaji wa ihari. Sio tu mtu akitaka kupima hali yake, kujua hali yake aje hapa Moshi Grounds. Kwa hiyo kama ni kwenye kumbi za starehe, tutaweka hata mobile stations. Uzuri wenzetu watake tunatupa ushirikiano mkubwa, na kwa sababu hii ilikuwa ni mara yetu ya kwanza, kuna vingi tulikuwa hatuvijui, lakini kuanzia sasa na kuendelea tuna mpango wa develop na yani kuweza kufanya mabadiliko na improvement ili tuweze pia kufikia lengo ambalo tunalilenga. Mtazamaji wa B5 Media, nilikuwa na Roda kutoka mgodi wa dhahabu wa Geita, ambapo yeye ni sehemu ya mawasiliano, na hichi ambacho anakifanya leo naweza nikasema ni faida kubwa sana kwa watu wote ambao wanatuangalia, haijalishi uko Tanzania uko nje ya Tanzania, lakini swala la afya ni swala la kila mtu, na mtaji wa kwanza ni afya, mengine yote yanafuata. Kushukuru sana na karibu tena siku nyingine. Asante sana. Nashukuru sana. Asante.